Unaweza kumpenda au kumchukia, lakini huwezi kumwepuka. Rais huyu ni maarufu kwa maamuzi yake mkakati na kwa sasa kwa vita vyake vilivyokali dhidi ya Ukraine. Karibu upate muono wa pekee wa mtindo wa maisha wa moja ya watu wenye mamlaka zaidi katika historia ya kisasa, Vladimir Putin. Katika video hii, tutachunguza mtindo wa anasa wa rais wa Urusi na vipengele vya kuvutia vya maisha yake binafsi ambavyo vimevutia macho ya dunia. Jiandae kuwa macho kwa baadhi ya maelezo ya kushtua kando ya njia, huku tukiangalia siku moja katika maisha ya Vladimir Putin, kulinganisha ya zamani na sasa ya Putin. Kabla hatujaingia katika mtindo wake wa maisha wa sasa, hebu tuangalie historia yake, kuona jinsi maisha yake yalivyokuwa wakati huo ikilinganishwa na leo. Mzaliwa wa Leningrad, USSR, sasa St. Petersburg, Urusi, Vladimir Putin alizaliwa Oktoba 7, 1972, katikati ya mabadiliko makubwa ya kijiopolitiki. Alikaa miaka 15 katika KGB, idara ya ujasusi ya enzi ya Kisovieti ambayo ilifanya kazi kama sawa ya CIA. KGB, alama ya vita baridi, ilipata umaarufu na mara nyingi ilikuwa ikifurahisha katika riwaya na filamu za upelelezi za Marekani, ikiteka mvutano wa wakati huo. Mwaka 1994, Putin alikuwa makamu wa meya katika mji wake wa kuzaliwa, na safari yake iliendelea alipofikia kuwa mkurugenzi wa FSB, mrithi wa ndani wa KGB. Mnamo 1998, aliendelea kushika nafasi ya waziri mkuu na baadaye akachukua urais, nafasi ambayo ameshikilia kwa sehemu kubwa ya muda tangu wakati huo. Tabia ya kutafakari ya Putin iliundwa wakati wa utoto wake, akikuwa katika familia ya kukumbatia baada ya kutumwa na wazazi wake wa kibiolojia. Kuenzi uzoefu huo, uliotajwa na mwanasiasa Stanislav Belkovsky, ulikuwa wenye kutisha kwa Putin, ukimfanya awe na kutokuwa na imani kwa watu na kutafuta faraja katika ushirika wa wanyama. Mbwa wake wawili, Connie na Buffy, ni marafiki wake wa karibu zaidi, wakawa marafiki wake wa kweli pekee ndani ya mduara wake wa karibu. Kadri miaka ilivyopita, alitafuta nguvu kama njia ya kupata sifa aliyokuwa akitafuta moyoni mwake. Yeye labda anaogopwa zaidi kuliko kupendwa na wengi, hata wale wanaojisikia karibu naye, lakini amefikia hadhi yenye nguvu aliyokuwa akiitamani sana. Kutoka hapo, safari yake imejaa utawala wa binafsi wa dikteta usio na huruma na baridi. Baada ya miongo mingi ya kushiriki katika siasa, Vladimir Putin ametazama maagizo ya marais watano wa Marekani na 4 kati yao kukamilisha mihula yao na kuondoka madarakani. Kulingana na vyanzo, katika miongo miwili iliyopita, Putin anadaiwa kuimarisha udhibiti wake wa utawala wa Urusi, akibadilisha mahakama, vyombo vya habari na taasisi zingine ili ziweze kufuata mamlaka yake. Ushirikiano huu wa mamlaka umekuwa ukizunguka masilahi yake binafsi na maamuzi yake. Ripoti zinaonyesha kuwa amebadilisha katiba ya Urusi ili kuongeza muda wa kukaa madarakani hadi 2030 na labda zaidi, akitoa ushawishi mkubwa katika mfumo wa kisiasa wa nchi hiyo. Kwa sasa, Vladimir Putin ni rais wa Urusi na utajiri wake unaokadiriwa ni takriban dola bilioni 2, ambao unamweka miongoni mwa viongozi matajiri zaidi duniani. Kana kwamba ni ajabu, siku moja katika maisha yake, wakati wengi wanaweza kuwazia kuwa Putin, kama viongozi wengi duniani na watu wenye mafanikio, huamka mapema, ukweli ni wa tofauti. Kwa kweli, rais huyo wa Urusi mara nyingi huamka hivi karibuni sana, na kifungua kinywa chake ni kama brunch, kikihudumiwa saa 6:30 hivi. Anafurahia kifungua kinywa kizito, mara nyingi akiwa na omleti au kikombe kingi cha uji. Putin pia anapenda vyakula vyenye tango na wasabi, ikiashiria upendeleo wake kwa ladha tofauti. Maziwa yakitulia kwenye meza yake, ikiambatana na matunda safi, na kulingana na ripoti, mara nyingi hula mayai ya kwale mbichi pia.
Viungo vya mlo wake mzuri havitoki sokoni yoyote, bali hupatikana hasa kutoka kwa mali za mashambani za Patriarki Kiril, kiongozi wa kidini wa Urusi. Kahawa ni kinywaji chake pendwa anachotumia mara moja baada ya kifungua kinywa. Kisha ni wakati wa kazi. Anafikiria maamuzi anayohitaji kufanya na masuala mengine ya kisiasa ya Urusi. Labda unaweza kuwazia ukumbi wa mikutano ambapo Putin anaketi na uso mkali, lakini huo si mtindo wa Putin. Hufanya mawazo makubwa kama hayo wakati anawazimia, sio tu raundi chache, bali masaa mawili kamili akinywa maji. Bila shaka anajua jinsi ya kutatua masuala mawili kwa mara moja, akiunganisha mazoezi yake ya kila siku na kufanya maamuzi muhimu wakati ule ule. Linapofikia mazoezi, rais wa Urusi ni mwenye kina kirefu katika kuweka viwango vyake vya ustahimilivu. Baada ya kuogelea, mara nyingine hupenda kuchuchuma kwenye jumba la mazoezi. Na mwishowe, baada ya mazoezi yote hayo, ni wakati wa kujitosa katika kazi halisi. Kawaida, rais wa Urusi Vladimir Putin huanza siku yake ya kazi mapema katikati ya mchana. Kwanza huwa anaketi kwenye meza yake ili kupitia nyaraka za taarifa, ambazo ni pamoja na ripoti za idara ya ujasusi ya ndani, masuala ya kigeni na chanjo ya vyombo vya habari kutoka Urusi na kimataifa. Ili kuepuka uvunjifu wowote wa usalama mtandaoni, mawasiliano yote rasmi hufanywa kwa msaada wa karatasi na kuwekwa katika makabrasha mekundu. Isipokuwa hutumia simu za mezani kutoka kipindi cha Kisovieti kwa simu, kuhakikisha njia salama zaidi ya mawasiliano kuhusu masuala nyeti. Kuhusu upendeleo wa chakula chake, Vladimir Putin hufuata lishe yenye afya sana, si tu kwa kifungua kinywa, bali pia wakati wa siku, ikitegemea kwa kiasi kikubwa matango, nyanya na saladi. Yeye anapenda sana kula nyama ya kondoo kati ya nyama zingine, lakini chaguo lake bora ni samaki. Tamu kwa upande mwingine, zinaepukwa kabisa na kusalia mbali na menyu yake. Hata hivyo, mara kwa mara anajiruhusu kufurahia ice cream, ambapo ladha ya pistachio ni upendeleo wake. Pia, anapenda supu ya kuku na pasta. Katika kitabu Familia ya Putin ya mwaka wa 2022 iliyoandikwa na Alexander Putin, inafunua mwelekeo wake kwa mikate mbalimbali kwa tukio la jioni. Upendeleo huu unaweza kuwa umehamasishwa na mazoea ya upishi ya mama yake, ambaye angepika mikate iliyotayarishwa na vitu vya chumvi kama kabichi, makele na nyama. Yeye hufurahia pilau na buckwheat, lakini si shabiki wa uji. Ikiwezekana, anapenda kuacha milo. Katika mahojiano alishiriki, "Ninapopanda napenda kujaribu upishi wa eneo na nimezoea kunywa chai ya kijani. Kawaida sipendi kusahau bahati. Siku za mchana mara nyingi hula matunda na kunywa kefir, lakini ikibidi napendelea kutofautiana. Ingawa mara kwa mara huacha milo kutokana na ratiba yake yenye shughuli nyingi." Putin kwa kawaida hupenda kusindikiza chakula chake na divai na bia. Kwa nyakati fulani, humruhusu shoti ya vodka kama appetizer, ikisisitiza upendeleo wake kwa vinywaji vya jadi vya ndani. Kuhusu mfumo wake wa kulala, tunajua kwamba huamka kweli kuchelewa, ikionyesha kuwa rais wa Urusi ni kuimba wa usiku na mara nyingi hufanya kazi hadi usiku wa manane. Katika masaa haya ya mwisho, wanasema kuwa yeye huwa macho na tahadhari zaidi. Wakati wa safari zake kimataifa, ratiba ya rais wa Urusi ni ya kina sana. Anapokuwa katika nchi ya kigeni, kila kitu, kutoka kwenye mashuka hadi vifaa vya usafi binafsi na bakuli za matunda, huchukuliwa ili kuhakikisha kiwango cha juu cha usalama na faragha. Aidha, Putin anajulikana kwa kuwa makini kuhusu chakula anachokula wakati wa safari hizo, na kamwe hakuachi chakula chochote ambacho hakijachunguzwa kwa ukamilifu na kupitishwa mapema na Kremlin. Wakati wa wikendi, Vladimir Putin, rais wa Urusi, mara nyingi huwa na ratiba nyepesi ili kuweza kuhudhuria masomo yake ya Kiingereza. Jumapili
Mara nyingi anajishughulisha na maombi na kufanya maungamo. Licha ya mila hizi za kidini, maafisa wa karibu wa Urusi wanasisitiza kwamba mtindo wa maisha wake hauwakilishi kabisa muumini wa Kikristo. Inaonekana wazi kwamba mara kwa mara ratiba ya Vladimir Putin inapewa nafasi ili aweze kufurahia moja ya burudani zake pendwa, mpira wa kikapu. Rais wa Urusi si tu anatazama mchezo huo, bali pia anashiriki kikamilifu katika ligi, akishindana dhidi ya timu zilizundwa na walinzi wake. Mpira wa kikapu ni mchezo wa kupendeza kwa Putin, ukichanganya shauku yake katika michezo na ushindani wa kirafiki kati ya marafiki zake wa karibu. Uchaguzi wa mchezo huu na rais wa Urusi unadhihirisha tabia yake mwenyewe, baridi ya Vladimir Putin, ambaye maisha yake na mapenzi wake ni siri. Yeye daima yuko kazini, lakini hilo halimaanishi kwamba rais wa Urusi hana maisha ya kibinafsi, yawe ya kimapenzi au la. Hakuna anayejua kweli. Putin alioa Lyudmila, mhudumu wa ndege, mwaka 1993 na wakazaa watoto wawili, Maria na Katerina. Ndoa hiyo ilimalizika kwa talaka mwaka 2010, ikilinganishwa na uhusiano wa Putin uliodaiwa kuwa nje ya ndoa na mwanamichezo wa riadha Alina Kabaeva, ambaye alishinda medali za Olimpiki na heshima zingine kabla ya kustaafu mwaka 2007. Uhusiano wa kimapenzi kati ya Kabaeva na Putin unadaiwa kuanza muda mfupi baada ya kustaafu kwake katika riadha. Rais alitenga makazi mapya kwa Kabaeva karibu na jumba la majira ya baridi la St. Petersburgo, akionyesha azma yake ya kutoa mazingira ya kifahari kwa mpenzi wake. Kwa sasa inasemekana wanakaa pamoja katika jumba la msituni karibu na Valdai, kilomita takriban 400 kutoka Moscow. Ujenzi wa mali hiyo ya kifahari inadaiwa kuanza baada ya Putin kuingia katika siasa mwaka 1997. Ripoti zinaashiria kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin alitumia mfuko wa siri huko Kupro kununua mali za mpenzi wake zenye thamani ya dola milioni 62. Jumba hilo lenye takriban futi za mraba 300 lilijengwa kabisa kwa mbao kwa mtindo wa dacha ya Kirusi ya jadi. Kwa kushangaza, mfanyabiashara Yuri Kovalchuk, anayejulikana sana kama benki ya Putin, inasemekana aliangalia ujenzi wa makazi mazuri ya kifahari. Makazi ya Vladimir Putin na Alina Kabaeva yamepangwa kwa umbali sawa kutoka kwa kituo kikubwa cha spa kinachotoa huduma mbalimbali za kifahari. Kituo hicho kina jua la jua, chumba cha baridi, bwawa la mita 20 sink, hamame, sauna, vyumba vya matope, bafu za kukanda mwili, pamoja na maeneo maalum ya kosmetolojia na meno. Kwa kuongezea, kuna gari moshi lililindwa binafsi linalopatikana kwa safari kwenda kwenye mahali pa kujificha kando ya ziwa la Putin, na vituo vya reli binafsi vinavyohudumia makazi yake huko Sochi na Novogorievo karibu na Moscow. Kuna ripoti kwamba Kabaeva anasaidiwa na timu ya wanaomtunza wanaowajibika kwa mahitaji yake yote wakati yuko kwenye Mali. Hii inahakikisha kwamba Putin na Kabaeva wanafurahia mtindo wa maisha wa kifahari na huduma iliyoboreshwa katika mapumziko yao ya pamoja. Kuna uvumi juu ya uwezekano wa Putin na Kabaeva kuwa na watoto pamoja, ingawa watoto hao wanadhibitiwa kujitenga na vyombo vya habari. Utambulisho wao na maelezo yao yanatunzwa kwa uangalifu kutokana na umri wao mdogo, kuhakikisha faragha yao na usalama dhidi ya kuwekwa wazi kwa vyombo vya habari. Kama matokeo, umma haujui kuhusu uwepo wao na habari chache inapatikana, ingawa inaaminiwa kwamba kwa sasa anaishi na mpenzi wake. Vladimir Putin ana mali nyingine kadhaa za kifahari huko Urusi. Sasa tutachunguza mali hizi za kifahari. Mojawapo ni jumba la kushangaza la Putin lenye thamani ya dola bilioni 1, likilolonekana karibu na mji wa pwani wa Gelendzhik. Ndani ya makazi ya kifalme kuna majengo mengi, ikiwa ni pamoja na nyumba kubwa yenye mita za mraba 70,700 au futi za mraba 191,000,
Makazi haya yana arboretum, greenhouses, helipad, an ice palace, kanisa, amphitheater na nyumba ya chai tofauti ambayo hudumu kama makao ya wageni. Kwa mujibu, pia kuna castle ya barafu, kituo cha mafuta na daraja la mita asanpru. Shimo la chini ya ardhi hupitia mlima, likiwa na chumba cha kupendeza. Jengo kuu linajumuisha an array ya huduma kama bwawa la kuogelea, spa yenye aquadisco arrangement, saunas na Turkish baths. Vifaa vingine ni pamoja na dukas za nyama, samaki, mboga na desserts, pamoja na store, reading room, chumba cha muziki, hookah bar, ukumbi wa michezo na cinema. Kifahari hicho pia ni na cellar, kasino na vyumba 12 vya wageni. Chumba kikuu ni kikubwa, kina mita za mraba 260 au futi za mraba 2800, na ni ushahidi kwamba Putin hataki chochote isipokuwa anasakuu. Architect Muitaliano Lanfranco Cirillo, anayejulikana kwa kubuni mali kwa ajili ya elite ya Urusi, alibuni makazi haya ya kipekee. Kile kinachothaminiwa zaidi ni ukubwa wa kipekee wa makazi ya nje, ukijumuisha mara 3 zaidi ya eneo la mfalme wa Monaco wote, ikifanya kuwa ziada ya kushangaza kwa mali yake. Chumba kikuu kikubwa na cha kifahari hakikosi kuwa wazi, kikionyesha dari zenye dhahabu halisi. Kielelezo cha chumba ni kitanda kikubwa cha dosel kilichopambwa na mahusia ya hariri ya kifahari, kikiboreshwa na sakafu ya parketi wenye kuvutia. Nje ya nyumba kubwa kuna malisho yenye majani mang'ina ya kijani kibichi, pamoja na uwanja wa mpira wa barafu ulioundwa kwa umakini, bafu za kifahari zenye brushes za kutwa za Kitaliano zenye thamani ya $150 na holders ya tishu ya juu ya thamani ya $100, ambayo ni ushahidi wa mandhari ya kifahari ambayo Putin anakaa. Inasemekana kwamba kuna mipango ya kujenga chumba kikubwa cha kusoma kilichoasisiwa katika Georgievsky Hall ya Kremlin, kikatarajiwa kuwa mojawapo ya vyumba vya kupendeza zaidi katika mali hiyo. Kitakuwa kikionyesha sakafu maridadi ya marumaru meupe na kuta nyeupe zenye undani wa dhahabu, ikiumba angahewa ya anasa na utukufu. Ubunifu wa anasa na wenye kifahari wa mali hiyo unajitokeza mpaka kwenye eneo la kula, ambapo kuta zinafanywa kupendezwa na utepe wa dhahabu wa kina. Samani na vifaa vya chumba hiki vinazingatia mtindo wa kifahari wa Louis XIV, ambao labda ni upendeleo wa kubuni wa Putin. Inasisitizwa kwamba kiti kimoja tu kutoka kwenye seti yake ya chakula kinathaminiwa takriban $300. Moja ya kitu cha kipekee cha nyumba hii ya pwani ni chumba cha kuogelea, ambacho kina eksala anasa na ukuta kwa ukuta wake na sakafu ya marumaru ya kuvutia. Ukubwa na umakini katika ubunifu hufanya mali hii iwe ya kweli kustahili kutembelewa. Uendeshaji wa nyumba hiyo ni wa kuvutia vile vile. Mandhari yenyewe inahitaji takriban dola milioni kila mwaka, ambayo inasimamiwa na timu ya watu mpapulu. Hii inaonyesha rasilimali kubwa zinazotengwa kwa ajili ya kudumisha mazingira ya anasa, wakati sehemu kubwa ya idadi ya watu inakabiliana na changamoto. Inaonekana kwamba taifa la rais wa Urusi linapitia wakati mgumu. Ukiangalia hii yote ya ukubwa, mtu anaweza kujiuliza, rais anaweza kutaka nini zaidi? Hii kasri ina kila kitu ambacho mtu anaweza kutaka na zaidi. Hata hivyo, tamaa ya anasa ya Vladimir Putin haina mwisho, kwani ana mali nyingine kadhaa za kuvutia. Siku zake za mapumziko, labda anapenda kutumia wakati wake katika nyumba yake ya mapumziko yenye kuvutia. Nyumba ya mapumziko inayopendwa na Vladimir Putin, inayoitwa Dacha Putin, ni kasri ya fahari na ya pekee iliyoundwa kwa matumizi yake binafsi. Iko Praskovevka, makazi ya kifahari ya pwani. Kwa mujibu wa ripoti, ina thamani ya kutisha ya $7 bilioni. Jengo lililodandikwa kwa makini linapumzika kwenye eneo kubwa la hekta 8. Ingawa hakuna picha za ndani zinazopatikana kwa umma,
Ripoti ya vyombo vya habari inasisitiza mtazamo wa kupendeza wa baharini na ufikiaji wa faragha kwa bahari ya Mali, ambayo inaongeza mvuto wake. Utajiri wa dacha ya Putin unaendelea hadi kuwa na bwawa la kibinafsi lililofunikwa na dhahabu, vyumba vilivyoundwa kwa kupindukia, na si moja bali helipads 3. Chumba cha Putin hakika ni cha kifalme, kikiakisi ladha yake kwa mtindo wa maisha wa anasa. Pamoja na vipengele vya kifahari na huduma za kifahari, sio jambo la kushangaza kwamba majumba haya ya pwani yana nafasi maalum katika moyo wa rais wa Urusi. Na kisha kuna jumba la Kremlin la kuvutia lililoko upande wa magharibi mwa Moscow, ambalo ni makazi rasmi ya rais wa Urusi tangu mwaka 2000. Wakati Vladimir Putin alipochukua madaraka, matukio yote rasmi hufanyika hapo. Upande wa nje wa jengo hili lenye kustajabisha limepambwa na mapambo yanayoangaza, yakimpa mwonekano wa karibu wa kweli. Ukuu wake na umuhimu wa kihistoria hufanya kuwa miundo kweli ya kipekee na ya alama katikati ya urithi wa kisiasa na kitamaduni wa Urusi. Jengo la rais limezungukwa na kuta imara zenye urefu wa maili 1.5 na unene wa hadi futi 22. Lango hili lenye usalama mkali linaenea kwa ekari 63 na lina takriban minara 3 na majengo pimblaze katika mpaka wake. Kama makao rasmi ya rais wa Urusi, linaleta umuhimu mkubwa sana, kwa sababu maamuzi muhimu kuhusu taifa hufanywa ndani ya kuta zake. Zaidi ya hayo, eneo hili la pekee hutumiwa kwa sherehe rasmi za serikali. Jumba kubwa la Kremlin lenye kuvutia lililundwa awali na msanifu mkuu Konstantin Thon, lilikuwa limeamriwa wakati wa utawala wa Kaisari Nikolai I, na bado ni ishara ya urithi wa kihistoria na wa usanifu wa Urusi. Ukuu wake na umuhimu mkakati unathibitisha jukumu lake kama kitovu cha nguvu na maamuzi katika nchi. Ingawa anadai kuwa na apartmenti ya mita za mraba 800, trailer na magari matatu, kuna uvumi mwingi kuhusu mkusanyiko mkubwa wa mali ya anasa inayomhusishwa naye. Rumors hivyo kuhusu mali hizo ni pamoja na ikulu ya kifahari ya futi za mraba 370 ya Putin tuliotaja, pamoja na makazi mengine simamlis yanayodaiwa kuwa mali yake. Taarifa zinabainisha umiliki wa magari 700 ya kuvutia, ndege na helikopta 58, na ndege yenye thamani ya dola za Marekani milioni 75 inayoitwa Kremlin Airborne. Anasa inadaiwa kupanua kwenye mashua kubwa ya kifahari na mkusanyo wa saa za kifahari ambazo tutazungumzia baadaye. Madai haya ya utajiri mkubwa na mali za anasa yanapingana sana na taarifa za ufundi wa umiliki anazoweka. Wakati Vladimir Putin anasafiri wakati wa mchana, anafanya hivyo kwa mtindo uliohakikishiwa kwa kiasi kikubwa. Gari lake rasmi la rais wa sasa ni limuzini ya Aurus Senate, ikichukua nafasi ya Mercedes-Benz S600 Pullman ya zamani ya mlinzi. Aurus Senate ilibuniwa ili kukidhi viwango vya juu vilivyowekwa na huduma ya ulinzi wa shirikisho, ikiwa na idadi ya hatua za kujilinda ambazo huokoa maisha. Iliundwa nchini Urusi kama sehemu ya mradi wa Cortege na Nami. Aurus Senate ilitangaza hadharani wakati wa kiapo cha nne cha Vladimir Putin mnamo 2005, ikiwa na thamani kubwa ya dola za Marekani milioni 1.2. Gari hili la NASA na lenye usalama mkubwa linaashiria ubunifu wa teknolojia na hadhi ya rais nchini Urusi. Na hii ni moja tu ya magari katika mkusanyo wake uliodaiwa kuwa na magari 700. Mbali na magari kadhaa ya Mercedes, mkusanyo huo unajumuisha sedan ya Lada Vesta na Lada Niva 4X4 miongoni mwa mengine. Putin haishi kwenye magari kusafiri nchini. Rais wa Urusi hutumia treni ya anasa inayoitwa Ghost Train kusafiri kote Urusi. Na makontena 2x2, treni inatoa vitu vya anasa kama kituo cha mazoezi kilichojaa, eneo la spa ya anasa lenye vifaa vya kupambana na kuzika, na hamam ya mvuke. Mbali na viumba vya anasa na mikahawa iliyopangwa vizuri, treni ina hata ukumbi wa sinema kwa burudani.
Licha ya ofa zake za kifahari, treni inaendelea kuwa na kinga nzito na milango na madirisha yanayoweza kuzuia risasi, na imepambwa na vifaa vya matibabu muhimu, ikitoa tofauti ya kutisha na mateso yanayosababishwa na vita. Treni hii ya kifahari ina gharama ya kushangaza ya 74 milioni. Mzigo wa kifedha unaochukuliwa na watu wa Urusi. Aidha, matumizi ya kila mwaka ya kuendesha treni hii yanafikia dola milioni 12.8 ziada. Kuhusiana na anga, ndege binafsi ya Putin ni Il-76 30PU, ina vipimo vya kuvutia vinavyovutia heshima, ikiwa na urefu wa takriban mita 0 na wigo unaozidi mita 65. Tofauti kati ya Il-76 300PU ya Putin na mfano wa kawaida wa abiria ni ndogo. Ingawa nje ya ndege inafanana kwa kiasi kikubwa na toleo la msingi, ndege binafsi ya Putin ina kabati inayojivunia mapazia maridadi na viti vya dhahabu vya kifahari. Mtindo wa neoklasiki unaathiri sana samani na mapambo ya ndani, ambayo ina vitu vingi vya starehe, ikiwa ni pamoja na ofisi ya kibinafsi, vyumba vingi vya mikutano na makongamano, chumba cha kupumzika kitulivu, chumba cha kungojea wageni, mazoezi ya kufanya, eneo kubwa la kula na baa yenye vitu vingi. Mipangilio pia inajumuisha chemchemi nyingi za kuoga kwa urahisi, pamoja na kitengo kamili cha matibabu kilichowekwa tayari kushughulikia mbalimbali ya matibabu ya dharura. Mbali na Il-76 300PU, tetesi zinaashiria kuwa rais wa Urusi ana ndege nyingine binafsi zinazokadiriwa kuwa na thamani ya jumla ya dola bilioni watu. Ndege binafsi ghali zaidi ya Vladimir Putin, Airbus ACJ319, ni moja ya nyongeza za hivi karibuni kwenye floti yake. Ilipangwa kuchukua abiria hadi 19. Airbus ACJ319 kwa kiasi kikubwa hutumiwa na Putin kwenye ndege za haraka. Inatoa chumba kikuu chenye kitanda cha ukubwa wa mfalme, bafu la VIP kamili na hata bafu, ikiwa na huduma za mwendelezo wa video na uwezo wa video conferencing. Ndege hii inakidhi mahitaji ya mawasiliano ya kisasa. Anamkia na uwezo mkubwa wa kuruka bila kukatishwa hadi masaa kufikia mahitaji mbalimbali ya safari. Putin pia ni mmiliki wa ndege 8 kati ya An-City za Tupolev Tu-4 zilizowahi kutengenezwa. Kila ndege ina uwezo wa abiria exot na gharama ya 40 milioni. Anapokuwa baharini, Vladimir Putin hupenda kusafiri kwenye jahazi lake la kifahari sana lenye thamani ya 7 milioni, lenye starehe za kifahari kama uwanja wake wa kucheza na hata vifaa vya bafuni vyenye dhahabu. Ingawa uvumi kuhusu hilo umekuwepo tangu kujengwa kwake, wanaharakati wa upinzani dhidi ya Kremlin hivi karibuni wamethibitisha uhusiano wake na Putin. Ukiwa na urefu wa futi 800 jahazi hili la kifahari linaloathiriwa liko ziwani Marina di Carrara nchini Italia. Litwalo Scheherazade kwa heshima ya malkia wa kimitume wa Kiajemi wa fasihi. Jahazi hili la kifahari linakadiriwa awali kuwa 3 milioni, lakini taarifa za nyeti zinaashiria kuwa thamani yake halisi inaweza kufikia 990 milioni. Jahazi hili lina tanki la samaki lenye urefu wa futi 17, televisheni nyingi, ikiwa ni pamoja na skrini kubwa ya futi 12 inayofunika ukuta mzima, na hata meza ya pool yenye uwezo wa kujipanga, ikihakikisha kwamba wageni wanaweza kufurahi baharini. Aidha, inatoa uteuzi mpana wa mito, spa, sauna, ukumbi wa michezo, vituo vya mazoezi na viwanja viwili vya helikopta, ikionyesha kilele cha anasa na utajiri baharini. Vyu vimepambwa na bomba na vifaa vya bafuni vyenye dhahabu, ukionyesha kuonekana kwa kifahari kinachostahili mfalme Midas. Sifa nyingine ya pekee ya jahazi hilo ni uwanja wake wa kucheza wenye vige, ambao hubadilika kuwa bwawa. Kulingana na The Sun, Scheherazade ni mojawapo ya majahazi mawili tu duniani yenye sifa hiyo. Lingine ni jahazi la pili la Putin, Graceful.
Pamoja na anasa inayotarajiwa, superiate hilo lina vipengele vya kibinafsi vinavyoakisi mapendeleo binafsi ya rais wa Urusi, kama chumba maalum cha judo kilichoandaliwa kikiwa na picha za mikanda nyeusi na mkusanyo wa vitabu vinavyoonyesha kuheshimu kiongozi kwa utajiri. Vida kuzalisha vyenzo maalum viko kwenye meli yenye anasa zaidi, vya kuakisi maslahi na ladha tofauti ya Putin. Zamani ilijulikana kama Graceful. Meli nyingine ya Putin ilibadili jina mwaka wa 2022 ikawa inaitwa Kosatka, inayomaanisha samaki choka katika Kiingereza. Imejengwa kwa ukubwa maalum kwa Putin mwaka wa 2014. Kosatka inathaminiwa kwa dola milioni 119 na ina urefu wa futi 237, ikiwa na tani 2.5 za vipimo na maji machache zaidi ya futi 2. Meli ilibuniwa kwa ajili ya kubeba wageni hadi 12 na wafanyikazi wa 26. Huduma zake ni pamoja na vyumba viwili vya kipekee, vyumba vitatu vya mara mbili na vitanda viwili vya pullman ambavyo vinaweza kujificha ukutani, vikitoa kugusala vitendo katikati ya mazingira yenye anasa. Umuhimu pia upo kwenye chumba cha misteri. Vifaa vilivyoko ndani vinajumuisha uwanja wa kucheza, saluni ya urembo, vyumba vya mazoezi na lifti ya kufikia kwa urahisi ndani ya meli, pamoja na helipad inayoruhusu usafirishaji wa haraka kati ya meli na nchi kavu, pamoja na bafu la maji moto, na eneo kubwa la kusalani kwa kuwezesha burudani na mwingiliano. Ubunifu wa ndani unalinganisha hoteli ya anasa na rangi laini za mbao, marumaru nyeupe na kijivu na rangi za fedha. Decks ya Tekahuf complementer palette ya rangi ya ndani, ikiunda mpangilio mzuri na wa kipekee unaoharmonika kati ya nafasi za ndani na nje. Inakadiriwa kuwa Vladimir Putin anamiliki mali za anasa zenye thamani ya bilioni kadhaa za dola. Hali ya kifedha ya rais wa Urusi inaendelea kuwa maficho, ingawa anadai mapato ya kila mwaka ya dola 70,000 kutoka kwa cheo chake katika serikali ya Urusi. Tofauti kubwa kati ya mapato yake yaliyotangazwa na mali yake inayodaiwa kubwa inaongeza fumbo kuhusu utajiri wake binafsi, ikiwafanya watu wawe na nadharia kwamba anaweza kuficha utajiri wake wa kweli si tu kwenye meli, ndege binafsi na majumba. Anaonyesha hamu wazi kwa nguo zilizobuniwa kitaalamu na saa za anasa ambazo hachoki kuzionyesha. Gadi ya nguo na saa za Vladimir Putin inajulikana kwa rangi zenye maadili na uteuzi thabiti wa vipande, lakini kila anachova kinaashiria anasa. Si ngumu kugundua kwamba mara kwa mara anawekeza kwenye suti zenye staha zilizobuniwa kitaalamu. Kulingana na Russia Beyond, bei ya suti za Putin huanzia karibu dola 6,000, zikibuniwa kwa ustadi na fundi stadi. Upendeleo wake kwa suti nyusi zilizobuniwa kitaalamu zilizochanganiwa na mikanda isiyo na mbwembwe zimemletea jina la mwanamume mweusi. Putin anapendelea sana bidhaa za Brioni, mbunifu maarufu wa Italia anayehusishwa na James Bond, ikiwa kama kibadala chake cha nguo. Inasemekana wabunifu wa mavazi mara nyingi huondoa lebo zinazoonekana katika nguo za rais ili kuepusha bidhaa za anasa anazovaa kutambulishwa, hivyo kuhakikisha fikio linabaki kwa kubuni safi ya vazi na matindo matanashati. Umakini huu wa mavazi unajumlisha hata mavazi ya maafisa wengine wa rangi za juu pia. Upendeleo wa Putin kwa anasa unajitokeza hata kwenye mavazi yake ya mazoezi ya afya, kama wakati alipoonekana akizoea na seti ya vazi la Loropiana lenye thamani ya dola 10,000. Toka na mafunzo ya kawaida ya vitambaa vya michezo, seti yake ya anasa imebuniwa kwa pashmina na hariri, vifaa vichache vinavyotumika katika shughuli za kimwili. Chaguo hili la vazi linaonyesha mwelekeo wake kwa ukubwa na upekee, hata katika mazingira ya kawaida zaidi, bila kujali kama yanafaa au la. Ni maarufu kwamba rais anapenda sana suti zilizobuniwa kitaalamu, hasa zile za marika kama Keaton na Brioni. Kihistoria, paleta ya rangi za suti za rais ilikuwa na kitambaa, ikiongozwa na nyeusi, samawati na kijivu. Rais anajulikana kwa uchaguzi wake makini wa nguo.
akichanganya suti za samawati na kijivu pamoja na mashati ya samawati ya mwanga na mikanda ya samawati, au suti za kijivu za mwanga na mashati ya samawati katika majira ya joto. Kwa suti nyeusi, yeye hupendelea mashati meupe na mikanda nyeusi au zambarau, mara nyingi akiepuka michoro ya kuvutia kwenye mikanda ya Valentino, akichagua miundo ya upole zaidi kama vile machuchu, mishono au michoro ya mistari. Putin hutumia viatu vya Salvatore Ferragamo au John Lobb, akilenga maelezo ya Sartoria na kuonyesha mtindo wake ulioboreshwa na vipande vya wakati na vilivyo na staha. Katika matukio ya kawaida zaidi, yeye hupendelea magwanda yenye shingo ya V, akitumia seti ya jadi ya gwanda lenye shingo kubwa na jaketi, akibakiza muonekano wa kubadilika lakini wa kisasa. Utunzaji wake wa muonekano pia unaonekana kwenye saa zake za ubora wa hali ya juu, ikiwa ni pamoja na mitindo ya brandi maarufu kama vile Patek Philippe na Breguet, akionyesha mkusanyiko wa kuvutia. Inasisitiza turbograph ya platinamu iliyombwa na A. Lange na Söhne inayokadiriwa kwa $500 million, ikiashiria mapendeleo yake kwa anasa na kipeki, akionyesha uwepo wake kwa darasa katika matukio na mikutano. Saa hizi, suti ghali zilizoshonwa kulingana na kipimo, mashua zinazogharimu mamilioni ya dola, magari ya kifahari na ndege binafsi zinathibitisha upendeleo wake kwa anasa, zikisisitiza tofauti kubwa na mshahara wake uliotangazwa hadharani. Rais wa Urusi anaishi maisha ya kuficha mwili, akionyesha hamu inayoweza kuonekana kwa anasa, bila kujali kupunguza upendo wake wa kweli wa mali yake inayoweza kubadilishwa kuwa fedha mbele ya umma. Anaweza kujaribu kukwepa, lakini hawezi kujificha. Lakini usihangaike kutoka. Bonyeza tu moja ya kadi kwenye skrini ili kufurahia maudhui zaidi kama hayo.